Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo, utajifunza namna utafiti wa mbegu bora za karanga na usambazaji kwa mkulima. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele mkoani Mtwara. Mtazamaji, hiki ni kitalu cha kufanyia utafiti na kuzalisha mbegu bora za zao la karanga. Hapa watafiti wa zao la karanga kutoka TARI kituo cha Naliendele hufanya utafiti kwa kipindi cha takriban miaka 8 ili kupata mbegu bora itakayoleta tija kwa mkulima. Kwa kawaida mbegu wanazotumia wakulima wengi huzalisha chini ya kilo 600 kwa hekta, lakini mbegu zinazozalishwa hapa hutoa mavuno ya zaidi ya tani 1.5 hadi tani 2 kwa hekta. Anthony Bujiku ni mtafiti wa zao la karanga kutoka TARI kituo cha Naliendele, anaeleza shughuli inayofanyika hapa. Kwenye eneo hili ni sehemu ambayo tunafanya utafiti au ugunduzi wa mbegu mpya za karanga ambazo zinaendana na sifa ambazo zinatakiwa ziweze kuwafikia wakulima mbalimbali wa Tanzania. Kabla ya kufikia kwenye eneo hili, kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye, ni pamoja na kukusanya material au mbegu za aina mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Tunakusanya mbegu kutoka kwa wakulima kwa sababu kuna baadhi ya mbegu ambazo zinalimwa na wakulima zina sifa nyingi. Kwa hiyo tunachukua zile mbegu ambazo wao wanazipenda zaidi, tunakuja kuzifanyia utafiti, baadaye tunaziingiza kwenye mfumo wa kuweza kuzizalisha ambazo zitaweza kufanya vizuri. Lakini pia tunashirikiana na wenzetu wa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo tunaweza tukapata material au karanga kutoka kwenye mataifa mbalimbali ili kwa lengo kubwa la kuja kupata mbegu ambayo inaweza kufanya vizuri kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa baada ya kuchukua yale material au zile karanga mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania na nje ya nchi, tunakuja kufanya kuzievaluate, kuziangalia kama zile sifa ambazo wamezitaja wale wahusika wakulima au wadau wengine, kuja kuzievaluate ili kujiridhisha zina sifa hizo ambazo wamezisema. Tunaangalia. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho tunakifanya ukilinganisha na nchi yetu ya Tanzania, tunataka kupata mbegu ambazo hasa zinapendwa na wakulima. Kwa hiyo utafiti unaanzia kwa wakulima hasa. Lakini pia tukiwa kwenye ndani ya utafiti tunaendelea kushirikisha wakulima ili kuweza kupata mbegu zilizokuwa bora. Kwa hiyo tunachokifanya hapa baada ya kuzievaluate zile material ambazo tumezikusanya kutoka sehemu mbalimbali, tunakuja kwenye hiki chumba cha uchavushaji. Kama ulivyoona sasa hivi tumeshaandaa ambapo tutaweza kupanda hizo karanga. Ukija kuangalia kwenye hii visado vidogo vidogo hizi tumepanda mbegu za kiume za karanga. Baada ya wiki moja tutapanda mbegu za kike za karanga, na baada ya hapo tutaanza uchafushaji ambao utatuchukua zaidi ya mwezi mmoja hadi miezi miwili. Baada ya hapo tutaweza kupata hizo mbegu. Tutakazozipata zile karanga, tunatarajia angalau tuwe na mimea zaidi ya 400 kutoka humu ambazo tutakuwa tumezichavusha. Hatua hii hufuatiwa na upandaji wa mbegu kulingana na aina inayokusudiwa, na kwa utaalamu huchukuliwa mbegu yenye sifa zinazotakiwa. Kama mnavyoona humu ndani, unaona ni karanga tupu zimekuwa. Kwa hiyo tunaendelea na shughuli zetu za kitafiti. Baada tu ya kukua mimea yetu hii ya karanga, kama mnavyoona, huu mmea ni mzazi wa kiume, lakini pia ili beseni ni mzazi wa kike ambako shughuli za kitafiti zinafanyika hapo. Kwa hiyo mimea yetu tayari imeshakuwa na maua yameanza kutoka. Kwa hiyo zoezi linaloendelea ni kwa ajili ya uchavushaji, yaani kuchukua vinasaba kutoka kwenye ua la kiume na kuleta kwenye ua la kike.
Kwa hiyo hapo tunaona kuna maua mengi yametoka haya kwenye mmea wetu wa kiume, lakini pia kuna maua yanatoka ambayo bado hayajajifungua, yapo kwenye mmea wa kike. Kwa hiyo lengo ni kuanza kulifanyia kazi ili ua la kike ambalo bado halijajifungua. Baada ya kulifungua, sisi tutachukua huku ua la kiume na kuja kulifanyia uchavushaji. Kwa hiyo zoezi kama linavyoendelea, tupo kwa ajili ya kutoa ile sehemu ya kiume katika ua la kike. Baada ya miche ya karanga kukua, zoezi la uchavushaji hufuata. Zoezi letu la kufungua maua kwenye hawa wazazi wa kike linaanza muda wa mchana mpaka saa 10. Kwa hiyo saa hizi ni muda rasmi kabisa kwa ajili ya kufungua maua yetu. Kama mnavyoona hapa, huu ni mmea wa kike, limetoa ua lake ili bado halijajifungua. Kwa hiyo linatakiwa lifunguliwe kwa ajili ya kesho kupokea vinasaba kutoka kwenye mmea wa kiume. Hapa ndipo jinsi ya kufungua ili ua na kutoa ile sehemu ya kiume katika ua. Hizi ambazo unaziona ziko kwa rangi ya njano ndani ya ua zimezunguka hii sehemu ya kike. Kwa hiyo hivi vinjano njano vyote unavyoviona ni sehemu ya kiume, ndivyo vinapaswa kutoka. Kwa hiyo tunavitoa. Mtazamaji, lengo la kufanya utafiti huu ni kukidhi mahitaji ya wakulima na taifa kwa ujumla, ikiwa ni kutatua changamoto za kipato duni na uhaba wa mafuta. Lengo letu la utafiti huu tunaoufanya, kama unavyoona hapa, kuna mambo ya uchafushaji na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Lengo letu tunataka tumsaidie mkulima. Maana hatufanyi utafiti kwa manufaa yetu sisi wenyewe. Tuna lengo la kufanya utafiti kuweza kumsaidia mkulima kuondokana na changamoto mbalimbali anazokumbana nazo. Changamoto kubwa za mkulima ambazo anakumbana nazo ambazo zinapunguza mavuno kwa mkulima ni uzaaji. Unajua mambo ya uzaaji, karanga zao kidogo zina changamoto hiyo, lakini kuna changamoto kubwa nyingine ya magonjwa. Na haya magonjwa yanapelekea mavuno yanakuwa chini sana. Mtu anaweza akapoteza mavuno mpaka zaidi ya 100%. Kwa hiyo manake hawezi kuvuna kitu chochote kama atapata changamoto ya magonjwa. Kuna magonjwa ambayo yanaweza kusababisha nani kama hiyo. Sasa tunapofanya utafiti wetu huu, vitu vyote hivyo tunaviingiza kwa maana ya sifa ya uzaaji. Tuna sifa ya ukinzani dhidi ya magonjwa na wadudu. Lakini pia zile ambazo zinaweza zikawa zinazaa mapema, kwa maana zinakomaa mapema. Lakini pia sambamba na hilo, tuna kipengele kingine cha mafuta. Kama unavyojua ndugu mwandishi, mafuta kidogo kweli imekuwa changamoto sana hapa nchini. Sasa kupitia hizi karanga zetu, hii component tumekiweka pia kwenye utafiti wetu. Tuna lengo la kuweza kupata karanga ambazo zinaweza zikatoa mavuno, zikatoa mafuta kwa wingi ukilinganisha na karanga ambazo zinapatikana kwa mkulima. Kwa hiyo tunajua hili ni zao la mafuta.
Kwa hiyo kama ni zao la mafuta, hii component ya mafuta na yenyewe lazima kama utafiti tunaizingatia ili iweze kumsaidia mkulima kumkomboa kwenye changamoto ya mafuta, kuliko kuendelea kuagiza mafuta nje. Kumbe sisi wenyewe tunaweza tukaweza kuzalisha mafuta hapa hapa nchini na yakajitosheleza kabisa. Sasa baada ya kuwa tumefanya sasa utafiti wetu kwa kuangalia hivi vigezo mbalimbali kama nilivyovitaja, kwa maana ya uwezo wa mavuno makubwa, ukinzani dhidi ya magonjwa, lakini na swala la mafuta. Sasa hizi mbegu ambazo tunakuwa tumezifanyia utafiti kwa miaka mingi na kwa maeneo mbalimbali zinakuwa zinamfikiaje mkulima? Hizi baada ya kwa sasa sisi tumefanya utafiti zinaweza kumfikia mkulima kwa njia mbalimbali. Sisi tunazalisha hizi mbegu mama. Sasa baada ya kuwa tumezalisha sasa hizi mbegu mama, tunakuwa tunashirikiana sasa na makampuni. Lakini kuna wakala wa serikali anaitwa ASA ambaye anakuwa anachukua mbegu zetu, hizi mbegu zetu mama anaweza kuzalisha na akishazalisha sasa kwamba tunazizalisha kwa wingi. Sasa kupitia kuzizalisha kwa wingi ndo hapo mkulima anaweza kupata karanga, kwa maana atapata hizo karanga za msingi. Haya makampuni yanazalisha karanga za msingi, lakini hata hizi ambazo zimezibitishwa. Kwa sasa wakishachukua hizi mbegu zetu mama wakaenda kuzimultiply, mkulima anaweza kuzipata katika makampuni mbalimbali, lakini pia kuna vikundi mbalimbali vya wakulima ambao vinakuwa vinazalisha hizi karanga zetu bora. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema, kwa karanga zetu ambazo tumeweza kuzitoa kwa msimu huu zitaweza kuanza kupatikana kwa msimu huu, kwa maana tutakuwa distribute, tutakuwa tunazigawanya kwa makampuni, watu binafsi, lakini na vikundi mbalimbali vya wakulima ili kuweza kuzalisha kwa wingi. Na kupitia kuzalisha kwa wingi sasa ndo karanga zetu zitaweza kuwafikia wakulima kwa asilimia kubwa kama tulivyokusudia. Mara baada ya utafiti kukamilika na kupata mbegu bora, tayari kituo cha Naliendele husambaza mbegu hizo kwa wakulima na wazalishaji mbegu wengine. Katika kipindi hiki, tayari Naliendele inasambaza mbegu kwa maafisa kilimo na kuwafundisha kilimo bora cha kisasa chenye tija cha zao la karanga. Maafisa kilimo waliofundishwa katika kipindi hiki ni kutoka katika wilaya za Karagwe mkoani Kagera, Magu na Sengerema mkoani Mwanza, Bunda mkoani Mara na Kongwa mkoani Dodoma. Takwimu zinaonyesha hadi sasa hivi, takwimu za mwaka 2020-2021 zinaonyesha ni 35% ya wakulima wetu wa Tanzania ndo wanatumia mbegu bora zilizozalishwa. Kwa hiyo matumizi ya mbegu bado yako chini. Lakini kanuni nyingine ambayo ni muhimu mkulima aifuate ili kuweza kuongeza mavuno ni pamoja na uandaaji wa shamba. Karanga zinafanya vizuri zaidi kwenye udongo wenye rutuba ambao ni tifutifu, ambao hautuamishi maji. Lakini kanuni nyingine muhimu ni pamoja na kuweza kutumia madawa. Kama kuna kuwa na changamoto ya wadudu ambao wanasababisha magonjwa katika zao la karanga, tunashauri tuweze kutumia madawa. Lakini kuongeza rutuba ya udongo ni muhimu. Wakulima wetu wamekuwa wakilima kwenye eneo kila mwaka, wanakuwa wanarudia zao la karanga kila mwaka. Kwa hiyo tunashauri ili kuepuka hiyo maambukizi ya wadudu wanaoweza kusababisha magonjwa, tunashauri pia mkulima aweze kufata kilimo cha mzunguko. Kitamsaidia kupunguza maambukizi au mashambulizi ya wale wadudu ambao wanaweza wakasababisha magonjwa. Lakini kwa ujumla tuweze kufuata kanuni upandaji bora. Tumeshauri kwa namna ya kupanda tuweze kutumia mistari, ambapo mstari mmoja na mstari mwingine ni sentimita 50 na shimo ni sentimita 10. Lakini pia tumewashauri wakulima na ma extension officer kwamba ni muhimu sasa tuweze kutumia kilimo cha kutumia mbolea. Mbolea bado ni muhimu kwenye zao la karanga. Tumeshauri wakulima na ma extension officer waweze kutumia mbolea ili kuongeza mavuno. Kwa kufuata yote hayo, tunaweza tukamsaidia mkulima wa chini wa Kitanzania ili aweze kuongeza tija na hatimaye aweze kupata mavuno yaliyokuwa mengi na baadaye aweze kujiongezea kipato chake kwa ujumla. Jitihada hizi ni kuhakikisha kuwa mkulima
anakuwa na kilimo chenye tija na kuongeza uzalishaji. Uongozi wa halmashauri hizo pamoja na maafisa kilimo, baada ya kupewa mafunzo, wanaeleza kuwa uzalishaji utaongezeka kwa kuwa wameandaa programu ya kutoa elimu kwa wakulima. Na ninaamini sasa tutaenda kuzalisha kibiashara, kwa sababu sisi kama Karagwe kwanza ni watumiaji wazuri wa karanga kwenye chakula chetu. Huwezi kukosa chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni kisiwe na karanga. Lakini kwa sababu pia tulikuwa tunanunua maeneo mengine, sasa kwetu hii ni fursa walivyokuja TARI na Liendele kutoa elimu, lakini pia kutuwezesha ili tuweze kuanza kuzalisha mazao ya karanga kibiashara zaidi. Nadhani kwetu kama halmashauri ya wilaya ya Karagwe ni fursa, na niseme tu tutaunga mkono na tutashirikiana nao zaidi ya hapa, kwa sababu lengo pamoja na kuwa ni kilimo, lakini tuinue uchumi wa wananchi mmoja mmoja. Kwa hiyo kama sisi wadau wazuri wa kilimo, tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu ili waweze kulima zao hili la karanga kwa kutumia mbegu bora, lakini pia kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo. Kwa hiyo niseme tu TARI hatujawaacha pabaya, tutaendelea kushirikiana, lakini pia niwaombe wadau na wananchi wa wilaya ya Karagwe, tunapotokea hizi fursa tushirikiane kwa wingi kabisa na tujitokeze kupata mafunzo haya na tuweze kulima kilimo cha kisasa. Kwa kipindi cha miaka mitano tumekuwa na wenzetu TARI na Liendele kupitia mradi wa Visa. Tulianza kama mashamba darasa, lakini sasa hivi tunategemea zaidi kuwafikia wakulima wengi. Lengo ikiwa ni kuzalisha zaidi karanga ambazo kwa wenzetu TARI na Liendele hawa wamekuwa wana mbegu ambazo zina asilimia kubwa ya mafuta. Tunaelewa fika kwamba serikali inatumia kiasi kikubwa cha fedha kuagiza mafuta ya chakula nje ya nchi, lakini kwa kutumia uzalishaji huu wa karanga utatusaidia kuzalisha karanga ambazo zinatoa mafuta zaidi na kuipunguzia gharama serikali. Na tunategemea kwamba tutakuwa nao zaidi hawa TARI na Liendele, tutafikia wakulima wengi zaidi ili uzalishaji uweze kuongezeka. Lengo ni kuongeza uzalishaji. Kwenye upande wa zao la karanga, tukizungumzia kwa upande wa Dodoma, tunafahamu kwamba Dodoma ni moja ya mikoa ambayo inazalisha kwa kiasi kikubwa sana karanga hapa nchini, na ni mkoa wa kwanza kwa uzalishaji wa karanga. Lakini pia ndani ya mkoa wa Dodoma kuna wilaya zake ambazo tunaikuta wilaya ya Kongwa. Lakini pia wilaya ya Kongwa ni wilaya ambayo pia ina uzalishaji mkubwa kihistoria, tukianzia kwenye enzi za ukoloni, kwa sababu kulikuwa na mashamba ya koloni, zile maeneo ya ranchi na maeneo mengine ambayo yanazunguka, yote yalikuwa yanatumika kwenye uzalishaji wa karanga. Hivyo basi kuanzia kipindi cha ukoloni mpaka leo, zao la karanga kwa ukanda wa Kongwa limekuwa ni zao kubwa la kimkakati. Ukiondoa zao la alizeti, mtama na mahindi, kwa kibiashara kwa wananchi wetu wa kawaida wanatumia sana kuzalisha karanga. Kwa msimu uliopita, kwa maana ya 2023-2024, katika halmashauri ya Kongwa tulizalisha takriban tani 13,000 za karanga. Na karanga hizi nyingi ni zile aina za kienyeji, kwa maana kuna aina hizi za pendo, kuna zile mnanje, zote zinazalishwa katika hali ya kawaida na wakulima wetu wa kawaida. Tunashukuru sana kwa upande wa kituo cha utafiti wa TARI na Liendele. Tumekuwa tukishirikiana nao kwa muda mrefu, hususan kwenye haya mazao ya karanga, na tumeona mabadiliko makubwa sana, kwa sababu katika teknolojia ambazo wakulima wanazipata kupitia kwa mafunzo haya yanayotolewa na wataalamu, yamewabadilisha kufuata mbinu zile za ukulima wa kisasa, kwa maana ya kutumia mbegu zile zinazoshauriwa, lakini pia kutumia mbolea na pia kuongeza tija ya uzalishaji kwa heka. Kwa hiyo tumeona wakulima wengi sana wanahamasika kulima karanga kwa sababu ya tija inayotokana na uzalishaji, lakini pia na fedha ambazo wanajipatia kutokana na kuuza. Sisi na TARI tumeanza kufanya nao kazi, huu ni mwaka wa 3 sasa. Walikuja wakatupa
mbegu za karanga ambazo tulizifanya demo katika mashamba ya wakulima, na kupitia zile demo wakulima wengi waliweza kuona utofauti wa aina tofauti za mbegu na kuanza kuzipenda na kuanza kuchagua. Baada ya kuona, kwa mfano tulipewa mbegu ya mlanje ambayo wakulima waliona na wakaipenda, na mpaka sasa hivi wanaendelea kuitumia. Mafanikio makubwa ambayo tunayapata, kwanza kabisa tulikuwa tunatumia zile mbegu ambazo ni tunaita mbegu za kienyeji. Kwa hiyo hata mapato yake mara nyingi yanakuwa ni ya chini. Lakini baada ya kuanza kupata hizi mbegu sasa kutoka TARI na Liandele, tunaona kabisa hata mapato yake yameongezeka. Kutoka kile alichokuwa anavuna mwanzo na sasa mapato yameongezeka. Lakini kitu kingine pia tunachopenda kuwashukuru TARI, kwanza kwa kutupatia hizi mbegu bora. Kwa sababu changamoto kubwa katika eneo la karanga au uzalishaji wa karanga ni mbegu bora. Kama nilivyosema mwanzo, tulikuwa tunatumia zile mbegu za kienyeji, lakini kupitia hizi mbegu ambazo wanatupatia TARI, tumeweza kupata mbegu bora na kuzisambaza kwa baadhi ya wakulima na wanaendelea kuzitumia. Mtazamaji, mikakati ya TARI kituo cha Naliendele ni kuendelea kusambaza mbegu kwa wakulima, ambayo inaenda sambamba na utoaji wa elimu ya kilimo bora cha kisasa na chenye tija. Kituo cha utafiti TARI Naliendele tunafanya utafiti wa mazao mbalimbali ikiwemo karanga. Katika zao hili la karanga tumefanya utafiti na kuja na mbegu bora za karanga ambazo zinaweza kuzaa sana, zinazaa kwa tija. Mbegu hizi tulizogundua za karanga zinaweza kuzaa tani 1.5 kwa hekta mpaka tani 2. Ukilinganisha na zile za awali ambazo zilikuwa zinazaa kilo 700 kwa hekta. Hivyo basi hizi mbegu ambazo tayari tumeshazigundua tumeshapeleka kwa wakulima kwa kupitia mafunzo mbalimbali. Mpaka sasa tumeshapeleka kwa wakulima na tumeshafundisha maafisa ugani wapatao 246 ambao tunaamini kabisa maafisa ugani hao kutoka katika kata hizo 11 wataweza kupeleka kwa wakulima. Hivyo wito wetu mkubwa kwa wadau wote wa karanga ni kuhakikisha kwamba wanatumia mbegu zetu bora, lakini mbali na kutumia mbegu zetu bora wanaingia na kufanya kilimo sahihi cha karanga. Wanatekeleza agronomia ya karanga. Tuseme tu wito wetu kwamba TARI Naliendele mbegu hizi bora zinapatikana. Tunawakaribisha wadau mbalimbali kuja kupata mbegu bora na kuzipanda ili kupata mavuno yenye tija. Sisi kituo cha utafiti TARI Naliendele tunao mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba teknolojia hizi au mbegu hizi bora zinawafikia wakulima. Kwanza tuna idara ya uwaulishaji wa teknolojia. Kwa hiyo tutatumia idara hii ya uwaulishaji wa teknolojia ambao wao wana elimu kamili ya kupeleka teknolojia hizi kwa wakulima ili ziweze kuwafikia. Lakini pia tutatumia vyombo mbalimbali kuweza kuelimisha. Tutakuwa na mafunzo, tutakuwa na matamasha mbalimbali ambayo hayo yote lengo letu kubwa ni kusambaza teknolojia kwa wakulima. Kwa hiyo mpango wetu mkubwa ni kuwahusisha wadau mbalimbali vikiwemo vyombo vya habari, wakiwemo viongozi ili kuweza kujua kwamba TARI Naliendele kuna mbegu bora ambazo zinatakiwa kutumiwa na wakulima kwa ajili ya kuongeza tija ya uzalishaji kwa wakulima wetu. Mtazamaji, hadi hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo muda na wakati kama huu. Asanteni.